Leo nina ujumbe kwa ajili ya viongozi wa nchi yangu Tanzania. Viongozi wakuu ambao mmechukua dhamana ya kuwaongoza Watanzania. Na nitautoa kama ulivyo. Asubuhi ya leo alfajiri wakati nimeamka nikapewa hili neno. Mathayo 23 mstari wa 37 mpaka 39. Yerusalemu, Yerusalemu, uwauaye manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako. Ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja watoto wako, kama vile kuku avikusanyavyo pamoja vifaranga vyake chini ya mabawa yake, lakini hamkutaka. Angalieni, nyumba yenu mmeachiwa hali ya ukiwa. Kwa maana nawaambia, hamtaniona kamwe tangu sasa, hata mtakaposema, amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Kwa mambo yanayoendelea, viongozi wetu mnapaswa kuwajibika. Mimi ni mjumbe tu. Ninatoa kama nilivyopewa. Viongozi mnapaswa kuwajibika. Na mnawajibikaje? Ni hapa kwenye mstari wa 39. Hata mtakaposema, amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Hata mtakapobadilisha fikira zenu, hata mtakapobadilisha mawazo yenu, hata mtakapobadilisha semi zenu, hata mtakapobadilisha matendo yenu. Nyie mnajua mnafanya nini? Mungu aliyeumba mbingu na nchi hawezi tu akatoa tu neno bila sababu. Wajibikeni. Yaani kama mtu wanajenga watu wa chini barabara, wewe haupo kwenye lile eneo, lakini sifa zinaenda kwako. Chochote ambacho wanakifanya watu wako wa chini, ubaya ule, sifa ile mbaya inaenda kwako. Kwa hiyo ni lazima viongozi wa juu muwajibike, kwa sababu tayari Mungu ameshaiachia hali ya ukiwa. Sasa sijajua ni hali ya ukiwa kwenu na vizazi vyenu, ama hali ya ukiwa kwa Tanzania, kwa sababu haku explain. Please wajibikeni.